Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha hoi watu wengi sana huko mtandaoni ni kitendo cha Doto Magari kumkanya Dula Makabila. Nadhani tutakuwa unafahamu kwamba moja kati ya wapambe wa Haji Manara alikuwa ni Doto Magari. Yaani katika haya mahusiano ya Manara na Zailisa, Doto Magari ndo alikuwa mpambe. Nadhani alipigwa kibunda cha kutosha na alikuwa akizunguka nao almost kila sehemu, kuanzia airport, studio, wakienda kwenye interview na sehemu nyingine mbalimbali. Tulikuwa tunamuona kwamba Haji Manara anaongozana na Zailisa, lakini Doto Magari ndo anakupo pale, anafungua mlango, anaanza kuwasifia, anasherehesha, jambo linakuwa zito na video zina trend mtandaoni. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine Doto Magari ni swaiba wa Haji Manara. Umeona bwana. Sasa baada ya hayo yote kutokea ni kwamba tunafahamu sasa hivi sekeseke lilo happen ni kwamba Manara ameachana na Zailisa na watu wameanza kuwasema. Kuna watu wanamsema Zailisa, kuna watu pia wanamsema Manara. Mmoja kati ya watu ambao wanamsema Manara ni huyu Dula Makabila. Sasa Doto ameingilia kati na hajapendezwa kabisa na kile ambacho Dula Makabila amekuwa akikifanya, kwa sababu hajafanya mara moja au mara mbili. Ni kwamba Dula Makabila amemuandama haswa Manara, na pia vile vile ameonyesha kwamba yeye amefurahia kweli kweli kilichotokea kati ya Manara na Zailisa. Sasa Doto Magari hajapendezwa kabisa na tabia ya Dula Makabila kumkalia kooni Manara na kumsema baada ya Zailisa kuondoka. Sasa basi ni kwamba tunafahamu kwamba Dula Makabila alikuwa anasema kabisa kwamba ilikuwa inamuuma na alikuwa bado anampenda Zailisa, na nyimbo nyingi sana ambazo alikuwa anazitoa lazima atawapiga vijembe. Na baada ya kuachana pia akasema wazi kabisa mpaka kwenye vyombo vya habari hapa Tanzania kwamba yeye amefurahi kweli kilichotokea. Umeona, na akatoa nyimbo na amekuwa akizungumza mambo mengi sana huko mitandaoni kumhusu Manara. Sasa at the end of the day ni kwamba Doto Magari bwana bado amesimama na Manara, na kwa kweli ni kwamba Doto Magari ameeleza jinsi gani ambavyo anakerwa na kile anachokifanya Dula huko mtandaoni. Doto bwana amemchana Dula na amemwambia ukweli kabisa kwamba dogo amezingua, hebu afanye mambo mengine. Imekuwaje amekuwa anasherehekea kiasi hiki huko mitandaoni, na kitu anachofanya sio uungwana wala sio ustaarabu, na hakupaswa kabisa kufanya vitu kama hivyo. So Doto Magari ameweka hilo swala clear. Sawa. Dunia ni watu na watu wenyewe ndio sisi kama mtu unaozunguka kuko. Punguza ukali wa maneno. Wewe huwezi kushindana na ule mzee. Mzee kafanya vitu vingi sana kwenye dunia. Hata afya afufuke tena umfikii. Hata ukali wa maneno hata sifa ni mtandaoni. Umeona bwana, ni kwamba Doto anasema kwamba Dula aache sifa mitandaoni, aache mashindano na yule mzee, akiwa anamaanisha kwamba aache mashindano na Manara. Yani huyu Dula hamwezi Manara hata kidogo. Yani hata kama Manara akifa kifufuka bado hatomfikia. Yani hatomfikia kivyo vyote vile, kwa brand status pamoja na kifedha, swala la furusi au bwana, ni kwamba Dula hawezi kumfikia hata kidogo. Lakini Doto hakuishia hapo, akaendelea mbali zaidi, akasema kwamba huyu mwanamke yeye Dula Makabila alimuoa, lakini hakuna chochote alichomfanyia, wala hakukuza brand ya huyu bidada, wala vile vile hakuwahi hata kumsafirisha kwenda nje ya nchi mtoto wa kike akaenjoy. Lakini Manara alifanikisha swala hilo. Alikuwa mara kwa mara anatoka naye anaenda nchi za nje, binti anaenjoy maisha, anaona ulimwengu ulivyo, watu wanavyoishi huko nje na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia vile vile ni kwamba huyu Doto Magari amesema kwamba huyu Dula Makabila hakumpeleka popote huyu binti, hajawahi hata kumpandisha ndege kipindi ambacho yeye alikuwa amemuoa. Sana tu ilikuwa ni ugomvi, na hata kwa mganga wake alishindwa kumpeleka. Yani hajawahi kumpeleka popote, hata kwa mganga wake hakumpeleka. Leo unaongea sana. Vipi mdogo wangu, wewe umekuzidi nini? Angalia tu kuzunguka, acha ujinga. Afu kwenye dunia tukufundishe. Siku yote kugombana na mtu usimtukane. Ipo siku utamhitaji. Ndio dunia hizo. Yeah, so hii ni moja kati ya pointi ambazo watu wengi sana wamefurahishwa nayo baada ya kuona kwamba Doto alivyosema kwamba ukigombana na mtu usimtukane kwa sababu ipo siku utamhitaji. Hiyo ni pointi ya kweli kabisa, you never know. Kuna sehemu labda Manara alikuwa atahitajika kusupport au kuprove kitu kuhusiana na Dula Makabila aweze kupata mkwanja au kupata kusaini dili, then mtu umeshamtukana, mambo yanakuwa meusi hapo hapo. So ni pointi ambayo Doto ameongea. Kuna sisi tulikuwa tunaambiwa wezi, tunavuta siku nyingi sigara bwege, lakini leo wanakuambia huyo kapita. Sawa, haya maisha kuna leo na kesho. Punguza ukali wa maneno. Sawa, yule mzee umwezi kwa lolote. Hata mzee Mungu amchukue
So hii pia ni dongo lingine ambalo Doto Magari amelituma kwenda kwa Dula Makabila. Amesema kwamba yeye mwenyewe Dula Makabila kuna mambo yake watu hawasemi, mojawapo ni hilo. Amedai kwamba anajichubua lakini watu hawasemi. Anajichubua mpaka meno. Unajua tena mbwembwe za Doto ameongeza chumvi. Amesema kwamba Dula anajichubua mpaka meno lakini watu hawasemi. Na kwaje yeye vitu vya watu anasema, anavizungumza kila sehemu, amevishikilia mtandaoni mixa kutoa nyimbo. Yako mengi shamba wewe. Waambie na wapambe wako wanakuzunguka. Mimi naongea hivyo na Doto Magari. Mzao, uniambie chochote. Hata nikutane mtani na kupasua. Acha ujinga wewe. Acha kusema mzee vibaya wewe. Yeah, so Doto bwana mixa kumchimba biti Dula Makabila kwamba hata ukikutana mtaani na kupasua. Na Doto mwenyewe anajitamba kwamba yeye ni Mzalamu hapa mjini wa kwake. Unaelewa kabisa kwamba wanasemaga kwamba Wazalamu bwana Dar es Salaam ni mkoa wao au vipi bwana, ndio maana Doto amezungumza hivyo. Unamfikia mzee kamwacha sungura toka yenu anaendelea na maisha yake. Sio dunia ndio inaitwa dunia, watu wanaachana na wana ndio inaitwa dunia. Bila kuachana kwa wana singeitwa dunia. Acha yana tuongee na maneno mengine. Acha ujinga wewe. Punguza kwa maneno. Kama hujafanya jambo mtandaoni angalia. Itapokelewa au lipokelewe. Unaona sifa. Sasa unapata nini mzee kumwacha yule sungura toka? Au kinakuuma nini? Mzee ataendelea na maisha, atampata mwingine, ataweka boma lingine ndani, maisha yanaendelea. Ndio maisha kidunia. Vipi mdogo wangu wewe? Mdogo wangu, hii dunia. Kwanza siku zote ukigombana na mtu utakiwa umseme mabaya. Na hicho kibaruni chako. Mdogo wangu, hii dunia. Kwanza siku zote ukigombana na mtu utakiwa umseme mabaya. Hizo siku utamhitaji. Dula hujafikia huko wewe bado. Mdogo wangu, vipi? Wao magari mawili au fari la delivery la kuhusia nyama hiyo. Na hicho kibaruni chako. Mdogo wangu, angalia hii dunia. Acha mzee watu relax, acha maneno. Mzee ana shida na mtu. Mungu hajataka tumemrudisha. Mungu akipenda tutampata mwingine, ndio maisha. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni kwamba Doto bwana amesema amemponda Dula, akamponda pia mpaka magari anayomiliki. Nasemekana kwamba Dula ana gari mbili, ana Alphard na Crown. Sasa Doto anakuambia kwamba hiyo Alphard yenyewe ni gari ya delivery, watu wanatumia ku deliver nyama. Na pia vile vile hiyo Crown ni kama kibaluni tu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini hakuishia hapo, akasema kwamba sasa umefurahia Manara kuachana na Zailisa, je, unataka amuoe nani? Lakini pia kadondosha dongo sasa, kwa vile Manara ameachana na Zailisa, sasa kinachofuata sasa hivi atamchukua dada wa Dula Makabila amweke ndani. Unaweza kutoa mzungu si mafanyaje ina kuma nini wewe, kumbe iko na kuchoma. Basi njoo ile sasa tunamuoa dada yako. Tumemwacha wewe sungura toke, tunamuoa dada yako, tunamleta pale kwa mzungu. Acha ujinga mdogo wangu, punguza kwa. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hii issue bwana imewachekesha watu wengi sana, jinsi ambavyo Doto Magari alivyolizungumza hilo. Umeona bwana ni kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha na kuwachekesha watu wengi sana. Na comment zimekuwa nyingi na watu wengi sana wamekuja wameweka maoni yao kuhusiana na hilo. Na wewe pia ukiwa kama mdau bwana, hebu tuwekee na wewe maoni yako katika comment section hapo. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.